Kalisa Modo na moja kati ya watu ambao maarufu hapa Tanzania, wanafanya kazi nzuri sana kwenye fashions na nini. Imekuwa na skendo tofauti mjini hapa, na mara kadhaa watu wanamtazama kwa picha zake. Ni moja kati ya watu wenye tattoo nyingi pia mwilini. Sasa kwenye mwezi huu mtukufu bana, vitu vingi pia vimebadilika baada ya kuonekana Kalisa kumpokea Mwenyezi Mungu vizuri, lakini pia kuonekana kwamba jikaribisha kwa Mwenyezi Mungu na kusema kuna baadhi ya vitu ambavyo yeye pia anavichukia katika maisha yake, anajuta ni kwa nini alishawahi kuvifanya katika maisha yake. Kwa mfano wakanazungumzia kwa nini alishawahi kuchora tattoo na anatamani siku moja itokee tattoo zifutike, ama kama ingekuwa miaka imerudi nyuma basi asingechora tattoo. Na akajaribu kuwakumbusha pia baadhi ya vijana ambao labda wana idea ya kuchora tattoo, basi wanaona kwamba si jambo jema kwa kijana kuchora tattoo. Lakini pia Kalisa ameulizwa kama ikatokea kuoa kati ya Lulu Diva na Wema Sepetu, nani unamchagua? Kalisa ameonekana kuchukizwa na swali la mwandishi kutokupendezwa nalo, na akawa anatoa sababu zake, aina ya wanawake ambao yeye ametajiwa na tabia zao. Akawa anamzungumzia Wema Sepetu, akaja akamzungumzia Lulu Diva, lakini kikubwa zaidi akaja akasema kwamba ukiona shehe anamoa mtangazaji au mtu yote ambaye yupo kwenye industry, ujue basi sio shehe, ni mchawi ama ni mzinifu. Na jambo hili amelitolea mfano kwa sababu tunajua shehe ambaye alimuoa mtangazaji ni Abdulrazak ambaye alimuoa Lulu Diva. Sasa kwa tafsiri hiyo maana yake anamaanisha kwamba watu wanaomwamini Abdulrazak kwenye masuala ya da'wa kama ustazi wasiamini na waamini kwamba kuna issue tofauti. Na Kalisa amezungumzia kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kukupa mwanamke wa namna hiyo kama si mtu wake, na ndio maana kwamba kutokana kwamba inaonekana si mtu wa Mwenyezi Mungu, na ndio maana amebahatika kupata mwanamke ambaye ni mtangazaji, mwanamke ambaye yupo duniani na nini. Ni baadhi ya maneno ambayo yeye Kalisa ameyazungumza. Lakini pia amesema kwamba kuna janja nyingi. Ukiona watu wana preach sana kwenye mitandao ya kijamii, kujizungumzisha, mimi ni nani, mimi ni huyu, mimi ni yule, mimi ni nini, basi kuna mambo mengi ambayo yanajificha kwenye mitandao ya kijamii, na huwa mara nyingi basi kunakuwa na kitu fulani huwa kinaendelea. Hayo ni baadhi ya maneno ambayo Kalisa ameyazungumza juu ya kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kwenye swali ambalo alikuwa ameulizwa juu ya kumuoa ama ndoa, na yeye anatamani kuoa mwanamke ambaye hahusiani kabisa na masuala ya mitandaoni, kujiposti na nini. Anataka mwanamke ambaye hajulikani na mtu yote, na kwa sasa hivi ameshabadilika na kuwashauri pia vijana kwamba wale ambao wana mpango wa kuchora tattoo na nini, amewakataza kwamba si kitu poa sana, lakini kuna vitu vingi vya kufanya ambavyo inawezekana vikakujenga kwa namna moja ama nyingine. Hayo ni maneno ya Kalisa.